Ujambo ndugu Mkenya, ndugu Mwafrika. Niseme ya kwamba hapakuwa na chochote cha kipuzi, kitu chochote cha kijinga wala kipumbavu katika kukubali elimu ya beberu, iwapo ilimaanisha kwamba Mwafrika angepata kufahamu, angepata kujua, angepata kuelewa hila zile zote za mkoloni kama mtu ambaye tayari alikuwa amesha colonize ulimwengu wote. Iwapo katika pahala fulani katika kuendelea kwetu tungefika pahala ambapo tungesema basi tutafanya upinduzi. Aidha, hapakuwa na chochote kijinga wala kipumbavu iwapo pia ingemaanisha kwamba Mwafrika basi alikuwa na yale mazuri ambayo angeweza kujua, angeweza kuyatambua, jinsi tu mtu ambaye yeyote ambaye angeweza kujifunza kutoka kwa mtu wa namna yote ile, mtu ambaye ana utu, mtu ambaye ana heshima ya kibinadamu yote yule. Sasa katika safari yangu ya kufanya tafiti zangu tu hapa na pale, nikapatana na mzee mmoja akaniambia, mimi niliacha shule mnamo mwaka 1952. Mwaka ule ndio ulikuwa ni mwaka ambao state of emergency ilikuwa declared na ikaanza humu nchini Kenya. Sasa sababu ya mimi kuacha shule, nilikuwa nimesomea shule fulani ilikuwa inaitwa Olkejuado Primary Boys Boarding School OPBS, mwifahamu leo hii. Akasema ni kwamba afisa mmoja wa serikali ya kikoloni akaja shule akasema, sasa nyinyi vijana wa Masai, nafikiri elimu mmeshaipata inawatosha nyinyi, kwendeni sasa manyumbani kwenu, rudini katika jamii yenu, mtafute chochote cha kufanya, kwani serikali tena haina walimu wa kuja kuwafunzeni nyinyi hapa shuleni. Sasa mimi namuuliza mzee, wewe wafikiri ni yepi alikuwa amechangia serikali ya kikoloni kuanza kufanya hayo? Sasa lazima hakika kuna maelezo tu mengi ambayo yangeweza kutokea. Akasema sasa kwamba serikali ilipoona kwamba sisi vijana wa Masai tumeanza kukengeuka, tukaanza kupata ufahamu fulani, tukaanza kupata ujuzi fulani, ikaamua kwamba hawa basi ni watu wa kuogofya. Maana kumbuka historia, hawa ni watu ambao tayari walikuwa wanaogopewa, kwani walikuwa wana mashamba, wana mali, wana ardhi nini. Sasa walikuwa ni matajiri, hawakuwa wanahitaji uhusiano wote na serikali ya kikoloni. Sasa iwapo katika utajiri wao uongeze elimu, basi watu wale ni vigumu tena kuwatawala. Sasa ilikuwa tu ni wazo jema kwa serikali ya kikoloni kwamba basi hawa watu wangefurushwa kabisa, wangekatazwa elimu, na hapo ndivyo katika darasa la 6 wakaacha shule. Sasa nilichokuwa nataka kueleza ni serikali ya kikoloni ilikuwa na maazimio yake ambayo ilikuwa ni kutawala nchi na sehemu tu pale popote tu walikuwa wametawala, na waendelee kunyonya, kuiba, kufinya, wakichukua zile rasilimali zilizomo katika ardhi ya Afrika, na pia wakiitumia ardhi ile, na pia katika ule uongozi wao basi waweze kupata wafanyikazi wa mikono. Wajua, hiyo ndio maana walikuwa wanataka kupatia hawa watu kisomo kidogo, lakini pia si sana. Wamishenari ili kwamba wasome Biblia, hivyo si sana wasije wakaanza wakajua mengi zaidi. Unaelewa? Sasa hiyo ndio ilikuwa sababu ya yale kufanyika. Sasa mzee alikuwa ananiuliza, mimi nilikuwa nashangaa, kwani ni vipi serikali haingeweza hata kutuma walimu kutoka Nairobi? Hata wao wenyewe wanatufunza, hawakuwa wamepata kuhitimu kwa njia yoyote ile, isipokuwa hata wamefika katika darasa la 6 na wakaja kutufunza kile ambacho walikuwa wameshakijua tayari. Lakini mimi nakumbuka kumbe kuna usawia fulani, wale ambao wamesoma kitabu cha Professor Ngugi wa Thiong'o, The River Between. Nakumbuka sasa wale wahusika wakuu walikuwa wanaenda kule Nairobi kuleta walimu waje wafunze pale Siriana. Hiyo ni shule ambayo walikuwa wamebuni kama jamii. Sasa yani hiyo ni historia ambayo ilikuwa na mfanano katika sehemu tofauti tofauti za Kenya. Sasa hayo mzee alikuwa ananiuliza. Sasa serikali haikuwa inataka Mwafrika apate elimu ya juu, isipokuwa ni ile tu ya kumsaidia awe mfanyikazi mwadilifu anayefuata sheria, na ambaye angeweza angalau kujua mambo ambayo yangekuwa yangepatikana, ama kazi ambayo yangekuwa pale afisini. Unaelewa? Sasa maana unajua pia
ilikuwa inakuwa ni ngumu kuimport labor, ilikuwa inakuwa ni ngumu kupata wafanyikazi kutoka ugenini ambao wangekuja kuitumikia serikali ya ukoloni huku Kenya, katika koloni zile zingine aidha India ama wapi, waelewa. Sasa haikuwa ni wazo jema wa Afrika wangepata elimu zaidi, kwani wangekengeuka zaidi na wangekuja kufanya mapinduzi. Serikali ya kikoloni ilikuwa inajua hilo. Sasa nilikochukua nataka kuonyesha ni usawa uliopo sasa katika hali hii ya usasa kati ya serikali yetu ya uhuru hata baada ya miaka 60 na serikali ile ambayo ilikuwa ni ya ukoloni. Kwani elimu inavyotolewa, inavyopeanwa si hakika kwa manufaa ya wale wanapokea ile elimu kwa manufaa ya jamii, ila kwa mara nyingi ni kwa manufaa ya ile serikali ya kiutawala iliyopo madarakani wakati ule. Sasa hivyo ndipo unavyoona katika hata usasa mtaala huu mpya wa CBC. Juzi nilipata kuingia darasa fulani ama shule fulani humu tu kijijini ambako watoto wa huku kwetu wanasomea, na nikaanza kuyapekua mabuku ambayo nilikuwa nimepata pale darasani, naangalia hii inasema ni vipi. Sasa nashangaa ni vipi mtaala huu wa CBC hauna uvumbuzi, yani it lacks creativity absolutely. It has no imagination. Kwa maana sasa ni teknolojia ipi tunayofunzwa wakati ambapo mimi naangalia katika kitabu sijui ni ya creative activities, yani wanafunzwa jinsi ya kutengeneza mpira wa makaratasi. Sasa unapata kitabu kurasa kama 2 mizima they are dedicated to just explaining how to make a ball for soccer using old newspapers, kuyakusanya, uyashikanishe, uyafunge nini, kisha tena hapo chini unaona eti yani ni kama hata ilikuwa ni katika dharau fulani, unaona kwamba hapo chini eti ni approved by KICD 2021 edition. Sasa nilikuwa nashangaa, kwani kizazi ambacho serikali ya Kenya inaazimia kujenga ni wafanyikazi tu ambao hawana maarifa yoyote ile isipokuwa ni skills tu, yani wapate tu juzi fulani ambao wataweza kutumia serikali kwa. Sasa hivyo ndivyo serikali imeweza kuangamiza hata mpango hata katika shule wa kusoma fasihi, wa kusoma historia. Yani inasema kwamba these children only need skills in order to work. So skills obviously just result into having a whole generation in some few years who will just be craftsmen and women, skilled laborers who will only be working for the government. Sasa nilikuwa nashangaa, yani serikali ya miaka 60 ya uhuru wa Mwafrika, hata ijapokuwa kwamba tunaelewa kwamba it was just a mere changing of the guards wakati wa kupata uhuru, iweje maazimio ya serikali yetu sasa katika leo hii usasa, ijapokuwa ni ukoloni mambo leo, mbona isiwe hata na maazimio tofauti na serikali ya kikoloni? Sasa mimi nikiyatazama hayo yote nashindwa, basi hapa ni vipi jamii itaweza kuelimika? Ni vipi tutajua historia yetu? Ni vipi tutajua hadithi zetu? Lakini muhimu ni kwamba tunapoendelea katika usasa, tukiwa pia na matarajio na maazimio kwa siku za usoni, mambo tunayoyatarajia, tunayotazamia kwamba yatafanyika, kikubwa ni kile ambacho mtu anajifanyia kibinafsi: kutafuta elimu, kusoma kwa mapana na marefu, kwa kina, upate kuelewa mambo yanayofanyika duniani. Mimi nafikiri ni jambo la kibinafsi katika usasa. Sasa mimi hata sitashangaa ama nimeacha kushangaa ama kufikiri na kulalama ni kwa nini hata serikali yetu katika usasa haizingatii kukuza lugha zetu za Kiafrika, ama hata ziwe ni za kupitisha elimu, zikuzwe, ziimarike. Nashangaa, lakini napata kwamba our government actually does not have imagination the same way that CBC book absolutely has no imagination. Because tell me, how is it that we are going back to things that we are doing 5
at 5 or 3 years of our lives, they are the things now that are becoming education, as if like to advance us technologically. You wonder, why are we going back? People somewhere in China, the children wako pahala fulani pale, wanafanya uvumbuzi, watu wanafanya coding, wanafanya programming, wanajua jinsi ya kuunda mambo. Uvumbuzi yani ni mkubwa sana, lakini ni kivipi sisi tunarudi tu nyuma? Where is our civilization going? Not that civilization means technological advancement, of course, but everything that is of honest labor through acting on the forces of nature to get a means of life. Lakini nashangaa tunarudi wapi sasa? Katika kurudia maneno yale ya kwanza, tunapozidi pia kupata elimu ya kisasa, tunaposoma, tunapoangalia historia, itakuwa ni muhimu iwapo pia hatutapuzilia mbali, hatutaacha elimu zetu za Kiafrika. Namfikiria yule mzee wangu, namwambia asante kweli kweli na hakika, kwani iwapo ungezingatia tu ile elimu ya mkoloni, ukaacha kuangazia historia na chimbuko la watu wako, hakika hatungeweza kupata ile hadithi ambayo tungeipata. Na haya ni mambo ambayo mimi natazamia kwamba katika kudura zake Mwenyezi Mungu nitaweza kuyaangazia katika uandishi wangu, kwa maana sasa tunajua kile ambacho tunapaswa kuandika. Asante sana kwa wale wote ambao tunaridhi kutoka kwao hekima na maarifa kutoka kwa historia yetu, lakini ni kama tu Mwafrika yuko peke yake. Asante sana.